huko mjini Paris, ambazo ni juhudi za kutafutia ufumbuzi vita vya Ukraine. Na mkutano huo unaendelea, viongozi mbalimbali wa ngazi za juu wa Ulaya na Marekani wanakutana na Rais Emmanuel Macron. Na hatua ya Israeli ya kuendelea kuzuia misaada kuingizwa Gaza inazidi kukosolewa. Shirika la Save the Children lasema hatua hiyo imezidisha hali kuwa mbaya katika eneo hilo. Na Wizara ya Kilimo Tanzania yasema hatua ya kuzuia wakulima wake kutouza mazao yao nchini Malawi na Afrika Kusini sio ishara ya mzozo kati ya mataifa hayo. Ni machache tu hayo niliyotanguliza kukuarifu, lakini tuna mengi kwenye dunia yetu leo jioni. Kwa hiyo kanasi hadi mwisho wa matangazo haya. Tuanzie na mkutano unaofanyika huko Paris. Wajumbe wa Marekani wakiongozwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wameanza mazungumzo na wenzao wa Umoja wa Ulaya mjini Paris kuhusu namna ya kupata njia kumaliza vita nchini Ukraine. Maafisa wa ngazi za juu wa Ukraine pia wanashiriki mazungumzo hayo, akiwemo waziri wa ulinzi. Mengi zaidi anaarifu Suleiman Mwiru. Juhudi za kutafutia ufumbuzi mgogoro wa vita nchini Ukraine zimeshika kasi, yakifanyika mazungumzo mjini Paris yanayowahusisha viongozi mbalimbali. Mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff ameshakutana na mshauri wa masuala ya diplomasia wa Ufaransa Emmanuel Bon, na baadaye mshauri wa masuala ya sera ya usalama na mambo ya nje wa Ujerumani Jens Plutner akajiunga pia kwenye mazungumzo hayo. Rais Emmanuel Macron anatarajiwa kufanya mazungumzo na Witkoff, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, na Jean-Noel Barrot, waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kasri la Elysee, mazungumzo hayo yatajikita juu ya vita hivyo vya Ukraine na hali inayoendelea Mashariki ya Kati, pamoja na suala la ushuru uliowekwa na Marekani. Mpaka sasa haijafahamika ikiwa kutakuwa na mkutano na waandishi wa habari au kutatolewa tamko baada ya mazungumzo hayo au la. Mkuu wa ofisi ya Rais Volodymyr Zelensky Andriy Yermak, waziri wa mambo ya nje Andriy Sybiha na waziri wa ulinzi Rustem Umerov wote wameshafika Paris kujiunga na mazungumzo hayo. Ripoti zinasema kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na Witkoff watakutana na mkuu wa ofisi ya Rais Zelensky Andriy Yermak pamoja na washauri wa masuala ya ulinzi wa Uingereza na Ujerumani, pia Keith Kellogg ambaye ni mjumbe maalum wa Rais Donald Trump kuhusu Ukraine akiwa pia ameshawasili Paris. Rais Zelensky amewatolea mwito washirika wake wanaokutana Paris kuishinikiza Urusi kukubali usitishaji vita, lakini Kremlin imeshaupuuza mkutano wa Paris, na msemaji wake Dmitry Peskov ametoa kauli hii. Tulitegemea zaidi kwamba mataifa ya Ulaya na Ukraine watatafuta njia ya amani kutatua mgogoro huu. Kwa bahati mbaya, kutoka Ulaya tunachokiona ni kwamba wanajikita katika kuendeleza vita. Juhudi nzito za kidiplomasia mjini Paris kuhusu vita vya Ukraine zinashuhudiwa kufuatia kupamba moto kwa mashambulio ya Urusi hivi karibuni. Jana jioni, droni ya Urusi ilishambulia mji wa Dnipro na kuua watu watatu akiwemo msichana mdogo. Mjumbe wa ngazi za juu kuhusu masuala ya kiuchumi wa Urusi Kirill Dmitriev leo amedai kwamba kuna nchi kadhaa zinajaribu kurudisha nyuma mazungumzo kati ya nchi hiyo na Marekani wakati zikijaribu kurudisha mahusiano mazuri. Huyo ni Suleiman Mwiru. Msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye ripoti yake, pia imegusia mkutano wa Paris utalitazama swala la mgogoro wa Mashariki ya Kati, na tunakupeleka hivi sasa kuitazama hali katika eneo la Gaza, ambako shirika la lisilo la serikali la Save the Children limesema hatua ya Israeli ya kuzuia uingizwaji wa misaada kwenye ukanda wa Gaza imefanya hali kuwa mbaya kwenye eneo hilo ambalo sasa linakumbwa na upungufu mkubwa wa chakula, maji, mafuta pamoja na vifaa vya tiba. Hayo yamesemwa na mshauri wa masuala ya kiutu katika shirika hilo Georgia Tesi alipozungumza na DW mapema leo kuhusiana na hali ilivyo kwenye eneo hilo. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Georgia Tesi ambaye yuko Gaza ameiambia DW kwamba vizuizi vya Israel vimesababisha kuwepo kwa tatizo kubwa la njaa, maji na bidhaa nyingine muhimu ikiwa ni pamoja na za tiba. Amesema hakuna chakula wala vifaa tiba vilivyopelekwa kwenye ukanda huo kwa zaidi ya siku 46 sasa, na hiyo imechochea moja kwa moja ongezeko la vifo vya watoto wachanga na utapiamlo.
Tesi ambaye ni mshauri wa masuala ya kiutu kwenye shirika hilo amesema wamekuwa wakisambaza maji safi kwenye makazi ya watu walioyakimbia makazi yao, lakini pia kupima utapiamlo kwa kina mama wajawazito na watoto, na ikiwa watagundulika huwapa lishe ya kuwasaidia. Amesema Gaza haina maeneo ya kutosha yanayowafaa watoto kukutana na kucheza kama sehemu ya kujiliwaza katikati ya vita vinavyowasababishia msongo wa mawazo, na kuongeza kuwa shirika hilo hujaribu pale inapowezekana kupata mahala salama na kuwapatia watoto makazi mazuri, mavazi na mahali pa kulala, huku akisisitiza kuwa bado hakuna mahala salama kwa ajili ya watoto kwenye ukanda wa Gaza. Akagusia pia athari za mashambulizi kwa watoto na kusema Gaza hivi sasa ndio yenye idadi kubwa ya watoto waliokatwa viungo ulimwenguni, lakini pia vifo na majeruhi kwa kuwa bado miili yao haiwezi kuhimili milipuko na haina damu nyingi. Mapema leo kuliripotiwa wimbi la mashambulizi yaliyofanywa na Israel kwenye ardhi hiyo ya Palestina ambayo hadi sasa yamesababisha vifo vya watu 37, hii ikiwa ni kulingana na idara ya usalama wa umma ya Gaza. Msemaji wa idara hiyo Mahmoud Basal amesema usiku wa jana Israel ililenga mahema kadha kwenye eneo la Al-Mawasi kusini mwa mji wa Khan Yunis. Na huko mjini Moscow, Urusi, Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin hii leo, ambapo kwenye maongezi yao ametoa wito wa kumalizwa kwa mauaji yanayoendelea Gaza. Ninaamini hali ya kutisha tunayoishuhudia sasa Gaza na mauaji ya kila siku ni lazima imalizwe. Kama unavyojua, tulikubaliana miezi kadhaa iliyopita, lakini ni bahati mbaya Israel haiheshimu. Hata hivyo, Qatar kama mpatanishi tutajitahidi kuwasilisha mitazamo yetu ili kufikia makubaliano ambayo yatamaliza mateso kwa watu wa Palestina. Waziri wa mambo ya nje wa Morocco Nasser Bourita pia ametoa maoni kama hayo, akisema ni lazima kile kinachotokea Gaza kifike mwisho. Amesema eneo la Mashariki ya Kati linahitaji ajenda itakayojitenga na watu wenye misimamo mikali na waharibifu, na badala yake ibakie kwa wanaoamini amani, kwa kuwa watu wa eneo hilo wamechoshwa na vita na migogoro. DW tunavuma kwa kishindo. Nchini Tanzania, Wizara ya Kilimo imesema hatua ya kuzuia wakulima nchini humo kutouza mazao yao nchi za Malawi na Afrika Kusini sio ishara ya mgogoro kati ya mataifa hayo. Kauli hii imekuja baada ya Waziri wa Kilimo Tanzania Hussein Bashe kutoa taarifa ya kuzuia kuingizwa kwa bidhaa kutoka Malawi na Afrika Kusini, ikiwa ni baada ya wizara hiyo kupata taarifa za kuzuiwa kwa mazao ya Tanzania kwenda katika nchi hizo. Mengi zaidi yanayo mwandishi wetu Florence Majani kutoka Dar es Salaam. Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo nchini Tanzania, Gerard Mweli, ameiambia DW kuwa msimamo wa Waziri wa Kilimo wa Tanzania Hussein Bashe kuzuia mazao ya kilimo kutoka Malawi na Afrika ya Kusini kuingia Tanzania ni wa muda mfupi, na kwamba waziri alitoa taarifa hiyo ili nchi za Malawi na Afrika ya Kusini nazo zijitafakari. Kuna mgogoro wote, ni notification tu imetoka kwamba kumekuwa na changamoto kwa nchi ya Malawi kuzuia baadhi ya mazao kuingia kwao, na kilichofanyika ni Mheshimiwa Waziri wa Kilimo kutoa tu notification kwamba mpaka wiki ijayo, kama hilo jambo lisipokuwa limetatuliwa, basi na Tanzania nayo itazuia baadhi ya mazao ambayo nchi hiyo ya Malawi inaleta Tanzania. Awali, Waziri wa Kilimo Tanzania Hussein Bashe aliandika kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, na kuweka wazi kuwa serikali imepokea taarifa ya Malawi kuzuia kuingia kwa mazao ya kilimo kutoka Tanzania, na kusema hatua hiyo imeathiri shughuli za wafanyabiashara wa Kitanzania.